إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Naam, mimi tayari muda wa Allah kujalie kuoa nipataka nizungumze kasi dakika 3 lakini pale tutakapokuwa kama kuna dhifa na tukatoka kidogo tutazungumza baadaye. Haya, mwite Muhamedi Jecha Hasnu, mwambie nimekuozesha kwa ridhaa yake na kwa idhini yangu kwa mahali tulokubaliana. Sema nimekubali kumwoa kwa ridhaa yake na kwa idhini yako na kwa idhini yako na kwa mahali tulokubaliana. Mwite tena Muhammad Jecha Hasnu, mwambie nimekuozesha kwa ridhaa yake na kwa idhini yangu na kwa mahali tulokubaliana. Sema nimekubali kumwoa kwa ridhaa yake na kwa idhini yako na kwa idhini yako na kwa mahali tulokubaliana. Mwambie nimekuozesha. Sema nimemwoa. Barakallahu laka wa jamaa bainakuma bi khair. Allah akubarikini na akutanisheni juu ya khairi nyingi kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nakia alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'du, Muhamedi tayari umekwisha kuoa. Akitazama napenda kuambia wewe pamoja na hadhara iliyokuhudhuria kwamba Muhamedi, kama utakuwa una mke mmoja sasa hivi utakuwa tayari shilingi za pili hapa, na kama una wa pili tayari utakuwa shilingi za tatu hapa, na kama una watatu tayari shilingi za wanne, na kama huna ndio tayari utakuwa umekwisha kuoa. Kwa Allah akubariki katika ndoa yako na akutanishe na mkeo juu ya kheri nyingi zitokazo kwake. Nachotaka kuzungumza kwa ufupi sana, kwanza jambo la kwanza kabisa, jambo ambalo kwamba lilikuwa ni jambo kubwa na msingi wake ni mkubwa katika maisha ya ndoa. Jambo lenyewe ni swala la ishratul nisa'i, la kuchanganyika na wanawake, yani kwa maana kufungamana, yani kuwa pamoja na wake. Swala hili ndio maana ahlul ilmi wakaliekea milango, na milango ile wakaita kama ni milango ambayo kwamba ilikuwa mkubwa sana na una umuhimu mkubwa, kwa sababu ni swala linalohusiana kwa maswala vipi mume atamtendea mkewe katika maisha yao ya ndoa, na vipi mke atamtendea mumewe katika maisha ya ndoa, vipi mume atamtendea mkewe katika maisha ya ndoa, yale matendo yote, yani kila kitu katika maisha yao toka siku aliyokuwa wameoana. Kwa mfano wetu leo huyu Muhammad, toka baada ya sasa hivi hapa mpaka manake mwisho wa maisha yao ya mke na mume. Na Allah tunamuomba atujalie wafe wazikane na ibariki ndoa yao. Sasa yale yote walikuwa wanafanyiana, yale yote yale mume atakayomfanyia mkewe na yale yote mke atakayomfanyia mumewe, huu ndio mlango uliokusudiwa hivyo, manake wa ishratul nisa'i, wa kufungamana na wake. Na neno an-nisa'u hapa Allah aliposema kwamba waashiruhunna bil ma'rufi, kwamba changanyikeni nao, kaeni nao kwa wema, manake anakusudia Allah subhanahu wa ta'ala ni yale matendo ya kufanyiana
hili ni jambo ambalo kwamba lilikuwa kubwa tena sana mno. Hili ni jambo ambalo kwamba lilikuwa kubwa tena sana mno. Kwa hivyo ajitahidi kila mwanamume kupitisha katika anuilie katika moyo wake kila aliyekuwa tayari amekwisha kuoa, kila ambaye kwamba alikuwa kaoa sasa hivi, kila ambaye kwamba alikuwa hajaoa, apitishe ndani ya moyo wake kuhusu swala hili la kwenda kukaa na wake, swala la kukaa na mke, apitishe ndani ya moyo wake kama hivi: mimi nijitahidi kweli. Apitishe ndani ya moyo wake hivi: mimi nijitahidi kweli, akinichukulie kama manake niwe kama ninavyomtaka mume, niwe kama ninavyomtaka mume wa mwanangu, niwe kama ninavyomtaka mume wa mwanangu kwa mwanangu, basi na mie vile vile ndio niwe kwa mtoto huyu wa watu, kwa sababu huyu pia ni mtoto wa watu na yeye. Tukadirie leo Muhammad hapa una mtoto, au yoyote kati yetu sisi ana mtoto wake wa kike, nafikiri swala nitakamkuulizeni, utataka wewe mwanao apate mume ambaye kwamba atakayekuwa na mtesa? Meruka mtaki akimwona shekhi wangu hapa. Mnataka mume ambaye kwamba aliyekuwa mgumu, mume ambaye kwamba mwenye tabia mbaya, mume ambaye kwamba aliyekuwa hamtendei mazuri mkewe, mume aliyekuwa hamdhamini mazuri mkewe? Aljawabu, hamtaki. Kila mmoja mwanawe anataka apate mume aliyekuwa mzuri. Basi ndivyo kila mwanamume anapotakiwa na yeye vile vile awe ananuilia katika moyo wake, kama mimi niwe kwa mtoto wa watu, kama ninavyotaka mimi mwanangu mumewe awe. Hili jambo ni jambo moja kubwa tena sana. Sasa basi jambo hili lina faida, tena faida kubwa. Suala la ishratu nisai, la kufungamana na wanawake, ni jambo la kukaa na wake vizuri, ni jambo ambalo kwamba kubwa sana. Mlango wake ni mlango ambao kwamba ni mkubwa. Kwa hivyo sasa basi kitakiwacho katika jambo hili atie nia kila mmoja akusudie kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale anayomfanyia mkewe. Ni ibada ile. Wengi wetu sisi tunachukulia nipende anipende, ndio umpende akupende, muishi vizuri, lakini la kwanza kabisa weka katika moyo wako, kama mimi kwa hivi ninavyoishi na mke wangu nafanya atakarubu ila Allah, yani kujikurubisha kwa nani? Kwa Allah. Allah nipe malipo lifanye, na ukifanya hivi maana itakuja faida yake. Sasa ndoa itadumu, maisha ya mke na mume yatakuwa na raha, hata kana kuwa kwamba riziki yao si nyingi. Kwani wangapi humu maisha yao, kwa maneno ya vijana wale wanasema chatu kazonga, lakini maisha vile yanavyokwenda ya bibi na bwana, utashangaa wewe kiasi ambacho kwamba wewe nenda na milioni zako na kwenda nazo, mwanamke achezeleki, mwanamume hachezeleki. Namna gani anavyomtunza mkeo na vile anavyojitahidi wakaishi sawa sawa. Jambo hili lina faida kubwa, linapelekea mapenzi kukua, na linapelekea wanapenda watu wawe karibu. Wakipendelea kwa watu wawe karibu, moja katika faida itapelekea kupata watoto wengi, kwa sababu watapenda wawe karibu, wanapenda moyo. Ukimpenda mtu atinavyokuwa wakiwa karibu, ya mapenzi yataongezeka, na ndipo itakapokuja asbabu za kupatikana watoto wakaja zao tena katika hali ya mapenzi ambayo kwamba ilikuwa makubwa. Muhammad, na sasa tulikuwa tumehudhuria katika harusi hii, na wale walikuwa wanasikia sauti yangu, suala la ishrat nisai, la kukaa na wanawake, ni suala tulipe kipaumbele tena sana katika maisha yetu. Muhammad, kama Muhammad, kabadilike kila siku, wewe mume mpya katika maisha yako, kila siku ufunguke. Maana yake iwe yule mwanamke iwe kila siku anapata mastaajabu fulani hivi, yalikuwa mambo mazuri yaliyokuwa yanamiminika kutoka kwako wewe. Yule mwanamke kwa hivi hivi ndio alivyo. Milioni kishamalizike ndio huyu, kumbe ndio kwanza naanza, yani maneno yake mazuri,
dhana zake kwa mkewe nzuri, matendo yake yote kwa mkewe ambayo kwamba ni kwa mazuri. Muhammad, aitunze ndoa yako na Allah akubariki katika ndoa. Hizo na saada. Sasa Muhammad, shekhi wangu mimi sio kwenda kile kidume, huyu katika mashekhi zangu mimi. Nakwambia vipi? Kinachotakiwa tena sio Muhammad peke yake. Sio Muhammad peke yake. Akiasimaliza kiasana mimi namaliza ile mambo. Au kama kuna hawa kimezika kawa na mimi namaliza. Kizidisha hata sekali. Kila mume nikimwanza mhusika mkuu rasmi kwa leo ni Muhammad. Anachotakiwa lazima akamroge mkewe. Lakini kuroga kwenyewe sasa si kuroga kwa kwenda kwa babu, si kwa ndumbe ile takunyatu na nyakia na kwenda kwenye mambo ya kishirikina. Na kusudia kuroga kwa maana tunayokusudia sisi ni kumfanya manake yule mwanamke aone hakuna mume duniani. Wanawake wamekuwa matasa kuzaa mume kama wewe, na haya yatakuja kwa yale ya mwanzo ndio nimezungumza, ya kukaa na mke kwa namna iliyokuwa ile kwa nzuri, na pahala pa kumweza mwanamke unamaliza basi ni pale pahala palipokuwa pametokea tatizo katika nyumba. Tujalie kitoweo paka kakila, au labda kibiria mlipika kichinizi kidumu hivi, bahati heka kutana heka za jana, mke kalala, usikizi umemchukua, anakwenda kutoka katika ogeni, makaa matupu, chaungua pale. Mtoto watu sio akija itakuwaje? Wewe unakuja alafu kufikwa na mwana wife kachanganyikiwa, unaambia vipi? Yeye anakuja kwambia mtu wangu unikuulizi, usiogope kitu, mimi nakuamini wewe bwana, sema usiogope, kila kitu kina makadirio. Wife unajua jana nilichoka ile nilala kiungua chote, mimi siamini kama kiunguza. Rafiki yangu nasikia, rafiki yangu, asante mzee, rafiki yangu. Sasa basi make inakuja zake ile yamekwisha, hujafanya makusudi ndio kakiunguze. Wacha basi, sasa hivi tutakula kidogo, mtapenda kununua hapo kibidiali cha hoteli tu hapo, tutakula kisha waje kwa mwingine. Wife usijali bwana, wife na nikuletea zawadi yako hivi hapo 2000, kama ndio 2000 ndio ulikuwa nayo wife, huku ndio kumroga na utakuwa tayari umekwisha kummaliza wife. Yani wife anaona wanawake wote wamekuwa matata, hakuna mume kama wewe. Kwa hivyo hii ndio wanaume wote wakashindana, na ikiwemo mimi mwenyewe nilikuwa ninasema hapa. Subhanallah.